Naam, karibu mpendwa mtazamaji wa runinga Kivu Morning Post, karibu kufuata habari katika lugha tukufu la Kiswahili na hapa mtasari wake. Wapiganaji wa F23 waliudhibiti mji wa Uvira mnamo Jumatano Desemba tarehe 10 mwaka huu. Wakaaji waliripoti kuwaona makumi ya maelfu ya wapiganaji wa F23 katika mji wa Uvira. Na wakati huu F23 ilidai kushika na kukamata mji wa Uvira, ikisema kuwa ililenga kati ya kukomesha mauaji katika jiji hilo. Naam, haya na mengine ni katika habari hizi, karibu. Wapiganaji wa F23 waliuteka mji mkuu wa Uvira mnamo Jumatano Desemba tarehe 10 mwaka huu. Hii hapa ripoti moja kwa moja katika Kivu Morning Post ya mwandishi wetu habari toka mjini Uvira. Jambo bwana Riki. Jambo sana bwana Erichie. Unaweza tuambia habari kwa sasa Uvira hadi iko namna gani? Ndio, hali kwa sasa ni tulivu baada ya milio ya risasi na zana zito ambazo zimesikika tangu asubuhi mapema saa moja hivi, na milio hiyo imewafanya baadhi ya wakazi wa maeneo ya kusini magharibi ya jiji la Uvira kubaki manyumbani mwao kwa kuhofia hiyo milipuko ambayo imesikika kwa muda mrefu sana. Ni kwa sasa kuna ukimya ambao unashuhudiwa maeneo ya Kasenga hapa, na ni hivyo kisha baadhi ya raia kushuhudia kuhakikisha kwamba wapiganaji wa M23 wameingia tayari ndani ya jiji la Uvira. Na wewe kama mpasha habari, je, mumeongea na wakaaji? Wamesema wamewaona, wamevaa namna gani? Je, wana vifaa vya jeshi vya namna gani? Ndio, kwa mujibu wa wakaaji ambao tumezungumza nao, ni kwamba mfano pale Kavivira kuna mkaaji mmoja ambaye ametuambia walipofika eneo hilo la Kavivira wamewaita watu na kuwazungumzia kwamba wanakuja kuwagomboa, na ni hivyo ilikuwa bado hawajaonekana masehemu eneo hizi za kusini zaidi, na ni baadaye tu ndio waliweza kuwaona, wengine wakisema wamewaona kutokea maeneo ya juu milimani wakiteremka upande wa barabara. Na shuhuda zingine kwa wale wakaaji ambao wanaishi kando ya barabara ya taifa nambari 5 wameshuhudia magari malori zao ambazo zimeingia punde tu walipoingia, zikiwasafirisha wanajeshi wengi ambao wameingia na kuingia ndani ya jiji la Uvira. Na wewe kama mpasha habari, je, mmeweza kuona wanajeshi wa M23 wakiingia katika mji wa Uvira? Na sisi pia tumeshuhudia kupitia tu video ambazo tunatembea mitandaoni, kuona jinsi wamepokelewa na wakazi wa moja maeneo ya Mlongwe ambao walikuwa wakiwapokea kwa kuwapigia kelele, kwa kuwakaribisha. Na vile vile kuna shuhuda za wengine wakaaji ambao wanapatikana kwenye kata zingine, mfano huko Mlongwe, Kimanga, Songo, huko na Mianda, hata kule Kalundu, wanahakikisha kwamba wako tayari ndani ya jiji la Uvira. Na hadi iko namna gani katika mji wa Uvira? Je, wakaji wanaoga ama hawako naonekana barabarani, na shughuli za kazi iko namna gani? Ni kusema kwamba kuzungumzia kwamba wakaji wanaooga ni kuogopa tu, naona ni kutokana na zile habari za uvumi ambazo zinazagazaga. Unajua mambo habari zinazungumziwa ni nyingi, alafu ndoa moja walikishwatishwa hivyo, wanasema usiku unaingia, wale ambao hawakufanikiwa kuondoka, kwa sababu kuna kuwa wale ambao walijaribu asubuhi kutaka wajielekeze kule sehemu ya mpakani,
kule Kavimvira na Burundi walirudishwa mapema, ambao walikuwa na watoto na mizigo walirudishwa, na hapo ni wakati milio ya risasi ilikuwa ilianza kusikika haswa maeneo ya kule Kavimvira, na alafu walilazimika kurudi manyumbani, na vyote hivi ambavyo vimetokea sasa baadaye vimewakuta wengi wako manyumbani kwao. Lakini pamoja na hivyo kuna wengine tu na kutishwa tu na woga wanalazimika kuondoka ndani ya kata zao na kuelekea huenda kata zingine kwa ndugu ambao wanapatikana huko. Na inasemeka kuwa kuna wanakaji ambao wamekuwa wamesimama barabarani kuona wanajeshi wa M23 wakipitikana barabarani na kishizo habari. Ndio kuna watu ambao wamoja ambao wenyewe walishuhudia wakati walikuwa wakiingia ndani ya jiji kwenye barabara kuu la taifa. Hata kuna picha zilichukuliwa na watu ambao walikuwa kwenye sehemu za ghorofa, walikuwa sehemu ambao za kufikia mawenda. Ni picha ambazo zilionekana ni kwenye barabara kuu ya taifa na maeneo ambayo yanatambulika kabisa hapa ndani ya jiji la Uvira, na hivyo kukamilisha kwa wale ambao huenda walikuwa bado wana wasiwasi na kuzungumza kwamba walikuwa bado hawajafika hapa ndani ya jiji la Uvira, na kuanza sasa kuamini kwamba tayari wamefika hapa Uvira. Huenda pengine niongeze hapa, kuna habari ambazo tunakuwa bado tukisikia kwamba kunakuwa wito ambao unatolewa watu wafike kusikia hotuba ambayo inaandaliwa na hawa ambao wanajiita wakombozi pale kunako Place Orange. Ni eneo ambako kunakuwa ni jengo la mtandao wa simu Orange, ambako ndiko kunazoea kufanyiwa tamasha mbalimbali au kunafanyiwa mamitingi ambayo inafanyiwa na baadhi ya viongozi kisiasa, na ni hapo ndiko wanaalika watu wafike. Lakini sina nani ya saa muda ni muda upe, lakini wanaitishwa hivyo. Na kwa mwisho, je, boda kati ya Uvira na nchi ya Burundi kuelekea Bujumbura inafunguliwa na hata na meli kupita katika ziwa la Tanganyika zinaenda ama la? Kwa leo kuzungumzia kwamba meli isafiri itakuwa ni vigumu, lakini nafikiri kwamba kuna meli ambayo iliondoka, sababu kwanza inategemea na mpango kwa programu ambayo inatolewa ya usafiri wa meli, na hivyo nafikiri kama kuna meli ambazo zilisafiri kutoka nyingi huwa zinatoka ni siku ya Jumapili ndio zinatoka, na nafikiri hakukuwa shughuli yoyote hata kwenye bandari za hapa ambako watu wanakuwa na zoezi kusafiria. Na kuhusu mpaka boda pale Kavimvira, ni kwamba nimemfuata waziri wa mambo ya nje wa Burundi, amesema kwamba mpaka sasa pamoja na vitisho ambavyo wanapitia, anasema mpaka wao na nchi ya Kongo unasalia kuwa wazi. Asante sana Bwana Beki, tunakushukuru, tunajulisha ya kuwa unakuwa mpasha habari toka mjini Uvira. Asante. Na wanajeshi wa AFC M23 walichukua na kudhibiti mji wa Uvira, jiji la pili kubwa katika jimbo la Kivu ya Kusini lililo kwenye mpaka na Burundi, Jumatano Desemba tarehe 10 mwaka huu. Wapiganaji kadhaa wa AFC M23 walionekana Uvira Jumatano. Wakaaji katika kata kadhaa waliripoti kuwaona wapiganaji wa AFC M23 waliokuwa na vifaa vya kutosha na wenye silaha nyingi. Mabishano ya moto kati ya AFC M23 na baadhi ya wazalendo yalipotiwa katika mji ya vitongoji kadhaa ya mji wa Uvira. Hali ya utulivu ilirejea mapema alfajiri baada ya AFC M23 kudhibiti mji yote. Hapa tunaweza kuona namna gani hali iliendeka Uvira. M23 hiyo yenye naingia, M23 hiyo mashar de combat hizo zenye ziko na pita.
Char de combat hiyo. Char de combat. Na lance roquette hiyo yenye nakuya kule nyuma. Jo vile mwenye anapinga anasema sasa. Hii char de combat hiyo yenye nafika mwa Avenue du 24. Hapo wanaanza tafuta wenye wako napiga masasi. Telefone yangu hiyo, lakini kioo inablokia, hatuwezi ona mzuri. Na siku hii ya Jumatano wapiganaji wa F23 walidai kuteka mji wa Uvira, mji mkuu wa muda wa jimbo la Kivu ya Kusini ulianguka chini ya udhibiti wa F23 siku chache kisha kusonga kwa vikosi vya F23 kutoka kaskazini mwa jimbo hilo. Kwa mujibu wa duru kadhaa, wapiganaji wengi walionekana na silaha nzito mnamo mizinga majira za mchana, hali yasababisha hofu kubwa. Maelezo mengi naye Blaise Basabose. AF23 imetangaza kuwa imechukua mji wa Uvira baada ya kusonga kwa kasi, hatua iliyosababisha wakaazi wengi kukimbia na majeshi ya serikali kurudi nyuma. Mji wa Uvira, makao ya muda wa mkoa wa Kivu Kusini, ulianguka mikononi mwa M23 siku ya 4 baada ya wapiganaji kusonga haraka kutoka upande wa kaskazini. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, kuwasili kwa misururu ya wapiganaji wakiungwa mkono na vifaru vilionekana Jumatano saa 7 mchana kuliwafanya wakaazi kuingiliwa hofu kubwa. Wakaazi wengi walikimbilia Makobola au nchi Burundi. Baadhi ya wanajeshi wa FARDC na vikundi vya wazalendo pia viliondoka na kuelekea Kalemi kupitia bandari ya Kalundu. Kupitia mtandao wa X, msemaji wa M23 AFC Lawrence Kanyuka alitangaza tarehe 10 Disemba kuwa wameutoa mji wa Uvira. Alisema kuwa operation hiyo ilikuwa ya ukombozi na kudai kuwa tishio limeondolewa. Aliwataka wananchi kuendelea na shughuli zao kwa utulivu na kualika waliokimbia kurejea nyumbani. Katika ujumbe huo, kundi hilo liliendelea kulalamika ongezeko la hotuba za chuki na mashambulizi yanayohusisha majeshi ya serikali pamoja na washirika wao. Taarifa hizi hazikujabitilishwa na chanzo huru. Wakati wapiganaji wakiingia Uvira, mabomu yaliripotiwa kurushwa kwenye makao ya wanamgambo wa Maimai Wazalendo wanaomuunga mkono Generali Makaniki kwenye kilima cha juu ya Mulongwe.
Wakaadhi wanasema walisikia milipuko mikubwa katika eneo hilo. Katika sehemu kadhaa za katikati ya mji, hasa Mulongwe, video ya ushuhuda inaonesha wakaaji waliopokea kundi la M23 AFC, wengine wakisema karibuni kwa Kiswahili, wakati wapiganaji wakipita kwa miguu. Hali bado ni tete sana katika eneo hilo, huku wakimbizi wengi, mapigano madogo madogo na ukosefu wa taarifa rasmi kutoka serikali ya Kongo vikiongeza wasiwasi kuhusu udhibiti kwa muda mrefu wa mji wa Uvira. Na naibu waziri mkuu wa jeshi la taifa Guy Kabombo Mwandiavita alitembelea jimboni Tanganyika. Alikagua makao makuu ya kituo cha wanajeshi wa maji na kuangalia mnamo doria zinavyoendelea katika ziwa. Pia alifanya safari kwenye ziwa la Tanganyika ili kujaribu vifaa vya vipya katika hali la heka wakati M23 inaendelea songa mbele. Goma, ikiwa ni sehemu ya kampeni ya chanzo ya polio, gavana wa jimbo la Kivu Kaskazini Bahati Musanga Erasto anawataka wazazi kuwapatia watoto wao wenye umri ya miaka kati ya miezi 0 hadi 59 chanzo. Rafa hii ilizinduliwa wakati wa umma wa pili wa kampeni. Dr. Bia Nkizinkiko, mkuu wa kitengo cha afya, alisisitiza umuhimu wa chanzo ili kuwakinga watoto dhidi ya ugonjwa huu hatari. Tunakuwa na ujumbe wa liwali la jimbo ya Kivu ya Kaskazini kuhusu kampani ya chanjo wala kampani ya vaccination deuxième phase, juu ya kuhimiza population ya jimbo la Kivu ya Kaskazini kuhatarisha wale watoto wanaokuwa na mwezi kuanzia 0 mpaka 59 juu wapate ile chanjo yenye itawasaidia kuwakingia kupata ile ugonjwa wa vunja ya poliomyelitis. Ndio maana liwali analomba wazazi wote watayarisha watoto wapate ile chanjo, na ile kampani itaanza kuanzia tarehe 11 mpaka 13 ndi kuetandio tekweneo yote ya Kivu ya Kaskazini. Strategie tunakuwa nayo ni porte à porte, mulango kwa mulango. Maekipe zitapita kwa mulango juu ya kupatia watoto vaccin. Kila mtoto atapata bute ine juu ya kuwakingia ile ugonjwa ya vunja, na ikuwe ile watoto wenyewe wanakuwa kati ya umri mwezi 0 kufikia mwezi 59. Liwali wa jimbo la Kivu ya Kaskazini Bahati Musanga Erasto analomba population ya jimbo la Kivu ya Kaskazini yoyote kwa binafsi wote wajiimplike juu tugombanishe ile ugonjwa. Tunakuwa na magonjwa saa mpox, tunakuwa na ugonjwa ya kipindupindu wala kolera, tunakuwa na rujol. Sisi wote tunahusika kwa Na mji wa Beni, mji mkuu wa muda wa jimbo la Kivu Kaskazini, iliandaa kongamano la uwajibikaji na ufadhili wa miradi ya mkoa mnamo Jumanne Desemba tarehe 9 mwaka huu. Washiriki walibadilishana mawazo ili kuelekea vyema maendeleo ya kazi kwenye maeneo mbalimbali ya ujenzi. Naam, hapo ndipo tunatia nukta kwa habari hizi katika lugha tukufu bora ya Kiswahili, na kualika kuendelea kufuata runinga yako Kivu Morning Post na kulike na kusupport. Tuonane baadaye.